kusikiliza roho yako, ukijifunza kufuata roho yako, ukijifunza kuishi kutoka ndani, shetani hawezi kukutesa. Maana shetani hawezi kukusa roho yako, ni mali ya Mungu, lakini wewe umeokoka na unaelewa haya mambo ninayoyanena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Kuna wakati mimi nakuona hapa tangu 2005 sijawahi kuumwa. Bwana Yesu asifiwe. Tangu kufahamu haya mambo, nikasema mimi siwezi kuumwa, na sitaki kuumwa. Sitaki kusikia kitu kisichokuumwa. Yaani kama mtu anaumwa hata 50 na siumwi, malaria wala nini. Anyway, nachokisema nini? Nachokisema ni kwamba ukijifunza kuishi ndani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe mtu halisi, sio unayejitazama hivi. Wewe uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukifanya ushirikiano na wewe uliyoko ndani, mkawa kitu kimoja, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukakubaliana naye kwamba wewe hupaswi kuumwa. Utashangaa tu ugonjwa umefanya nini? Umepita kushoto. Wala hujaombewa, wala hujaenda hospitali. Amen. Amen. Nafikiri hata ninyi ni mashahidi. Kuna wakati imewewe kukotokea kitu kama hichi, ukapata ujasiri, unasikia kitu kinauma kabisa, ukapotezea, hujaenda hospitali, wala hujaenda kuombewa, ukashangaa kitu kimeyuka chenyewe. Ndio kutokea pale uliifuata roho yako. Roho yako haiwezi kuumwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho yako ina uwezo wa kuupa mwili wako uzima. Lakini ukifuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hapo bado hujazungumzia maombi, bado hujazungumzia nguvu za Mungu. Roho yako mwenyewe tu, Bwana Yesu asifiwe, ina nguvu kuliko unavyofikiria.